Yani Grammy hawezi kukunominate iwapo kama wewe unafanya muziki ambao sio asili yako. Yani hiyo ni sifa ya kwanza. Grammy hawezi kukunominate kama unafanya muziki ambao sio asili yako. Ni chimbuko la ule muziki unaofanya ni unakuhusu historia yako wewe ulipotokea, na huu muziki unaofanya ni the same. Umeona? Uwezo ukafanya muziki wa hip hop hapa Bongo ukashinda tunzo ya Grammy. Ushaelewa? Umeona? Wanashinda wale watu wa pale Marekani kwa sababu ni muziki ambao ni asili yao. Ushaelewa? Kwa hiyo ndo tofauti ya Grammy jinsi walivyo. Lakini kwa hapa Bongo wasanii wetu hapa wengi sana wamebase kwenye mapiano. Umeona? Wamebase kwenye mapiano na nyimbo mengine ya namna hiyo ambao sio asili yetu. Ile ni asili ya wasanii wa kutoka South Africa. Yaani ile ni asili ya muziki wa South Africa mapiano. Umeona? Kwa hiyo uwezi ukawa considered au ukataka kuwa nominated ukasubmit nyimbo ya mapiano alafu wewe ni Mtanzania, wakiangalia history ya muziki wa Tanzania ya mapiano haiwahusu, ni muziki kutoka South Africa, uwezi ukawa nominated. Kwa hiyo ni moja kati ya sababu ambao wabongo wamekosa nomination Grammy. Umeona? So sababu nyingine ni kwamba hawa wasanii wetu bwana wana tatizo lingine ambalo wanaimba sana nyimbo za mapenzi na bata. Umeona? Yaani nyimbo za bata na mapenzi ni nyimbo ambazo zishaimbwa sana. Umeona? Uwezo ukawa nominated katika tuzo za Grammy kisa umeimba mapenzi. Unaweza kuimba mapenzi kuliko akina Elton John ambao washafanya hizo issue miaka mingi zamani. Unaweza ukaimba nyimbo za bata wewe kuwazidi wakina Harakeli. Umeona? Kwa hiyo yani usije ukategemea kwamba utapita njia hizo ukashinda Grammy. Unaweza kuimba mapenzi kama wakina wasanii wakubwa kule Marekani, wako wengi sana wanaimba mambo ya mapenzi. Asha Raymond nadhani kila mtu anakumbuka jinsi alivyokuwa anajua kuimba nyimbo za bata, nyimbo za mapenzi. Wasanii wakali sana. Na wewe tena mbongo unataka tena usubmit nyimbo ambayo umeimba mapenzi. Kweli utatoboa nadhani? Inakuwa ngumu. Kwa hiyo lazima uimbe nyimbo kitu kingine ambacho kinaweza kikawafanya wao kikawaconvince wakakupa hiyo nafasi ya kuwa nominated katika tunzo za Grammy. Umeona? Sasa hapa wenzetu hapa wasanii wetu hapa Bongo wataimba gololololo, wataimba lala kifuani usinzie, wanaimba me too, I love you too, me too. Yani hizo ndo nyimbo zao. Hizo nyimbo ukisubmit kweli huwezi ukawa nominated. Umeona? Yani hizo nyimbo huwezi ukawa nominated kwa sababu ni nyimbo ambazo ni very common. Yani idea ni mediocre. Yani idea ambayo imeshazoeleka na watu wanawasupport, mpaka serikali pia inawasupport. Umeona? Inakuwaje mnashindwa kuwa nominated? Mnatuangusha. Eddy Kenzo kasubmit iwe considered kwenye nomination nyimbo inaitwa Hope and Peace. Yani matumaini na amani. Umeona? Nyimbo hiyo amekuja na idea fulani ambacho kinaweza kikamgusa mtu moyo wake. Okay, Hope and Peace huyu kidogo na ujumbe mzuri. Wakiangalia huko kuna me too, mwingine huko ameimba golololo, anaona kapembeni bora hata huyu Hope and Peace. Umeona?